Mhandisi Amos Jackson Mwansumbule ni mkurugenzi mkuu wa chama cha waingizaji na wasambazaji wa gesi ya mitungi, yani Tanzania LPG Association au TZLPGA. Asante sana wapo kwa kuja kuongea na sisi kuhusiana na swala muhimu sana la gesi ya mitungi ambayo sasa hivi imekuwa ni bidhaa ambayo inatumika na wananchi wengi kwa ajili ya kama nishati safi ya kupikia. Sasa sisi kama chama cha waingizaji na wasambazaji wa gesi ya mitungi Tanzania, ambao tunaitwa kwa Kiingereza Tanzania LPG Association, kazi yetu sisi ni kuhakikisha kwamba pamoja na kulinda maslahi ya wanachama wetu ambao ndio wafanyabiashara wa hii gesi ya mitungi, lakini pia tunahakikisha kwamba watumiaji wa gesi wanapata huduma ambayo iko sahihi, na hii bidhaa ambayo wanaitumia haiwaletei matatizo katika matumizi. Matatizo kwa maana ya kwamba usalama, yani watumie gesi katika hali ya usalama ambayo haiwezi kadhuru maisha yao, lakini pili, gharama ya matumizi ya hii gesi yawe ni nafuu. Sasa katika hili swala la ujazaji gesi katika mitungi na kuwa na uzito ambao ni mdogo kuliko ule ambao umeandikwa kwenye mtungi, ambao ndio mtumiaji analipia pale anapokwenda kununua ile gesi, kwamba kuna uhalifu mtaani ambao sasa hivi unaendelea na umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu kidogo, na sisi kama chama kwa kushirikiana na wanachama wenzetu na pamoja na serikali hasa kupitia EWURA na watu wa polisi, tumekuwa tukiwa mstari wa mbele sana kwa ajili ya kuwatambua hao wahalifu na kuwachukulia hatua. Kwa hiyo kuna bidii mbalimbali ambazo sasa hivi zinaendelea na kuna vitu ambavyo tumeshavifanya ambavyo sasa tunataka kuhakikisha kwamba tunatokomeza kabisa ile tatizo la ujazaji wa mitungi mtaani holela, ambao unapelekea kwamba ile mitungi inayokuwa sokoni inakuwa baadhi yake inakuwa na uzito pungufu. Kwa hiyo maana yake mtumiaji ananunua gesi kwa kupunjwa, na mara nyingi hawa watumiaji wanafikiri kwamba ni wanachama wetu ndio wamefanya, lakini ukweli ni kwamba sio hivyo, kwa sababu wale wahalifu wanachukua mitungi ya wanachama wetu, wanaijaza kinyemela au kiuhalifu mtaani, alafu wanairudisha tena ile mitungi sokoni kwa ajili ya kuiuza, na wanatumia sana ile mitungi ambayo tunaita ni mitungi kilo 38, ile ambayo inatumika sana kuchomea chips, kwa sababu ile kwa huku nyuma imekuwa kidogo bei yake ni nafuu ukilinganisha na gesi ambayo inakuwa kwenye mitungi midogo. Kwa hiyo kwa maana hiyo unakuta sasa wanafaulisha ile gesi kutoka kwenye mitungi mikubwa kwenda kwenye mitungi midogo ili wenyewe waweze kupata faida. Kwa hiyo pamoja na kwamba wanafaulisha ile gesi kutoka kwenye mitungi mikubwa kwenda kwenye mitungi midogo ili wenyewe waweze kupata faida. Kwa hiyo pamoja na kwamba wanatumia tofauti ya bei kati ya ule mtungi mkubwa na hii mitungi midogo, lakini kingine wanatumia swala la kwamba wanajaza ile mitungi kwa uzito mdogo ili waweze kuneemeka zaidi kwa kumuuzia mteja. Kwa mfano, mteja anaweza kama ananunua kilo 6, kumbe mle ndani kuna kilo 4, lakini amelipia kilo 6. Kwa hiyo hilo ni tatizo ambalo tunaendelea kushughulika nalo kwa kushirikiana na serikali. Na pengine sasa nini sasa kwa upande wa chama mmejipangaje kutoa elimu kwa hawa wafanyabiashara wenu au mawakala ili kuhakikisha kuwa wanaendana na kasi ya chama chenu cha uingizaji? Ya, kitu cha kwanza sisi kama chama tunachofanya kwa ambacho tumeshakubaliana na wanachama wetu ambao ndio zile kampuni zenye mitungi ambayo iko sokoni, kwa sababu wao ndio wanakwenda mtaani kutafuta hao wateja, wao ndio wanaenda kuwauzia hao mitungi. Sasa tumewaambia kabisa tu kwamba nafikiri tumekubaliana kwamba ni lazima waanze kuchukua hatua kwamba wasiendelee kutafuta mawakala ambao hawana vigezo, hawatii sheria, lakini pia hawana vigezo ambavyo vinatakiwa kisheria. Kwa mfano, mojawapo ya kigezo ni kuwa wakala awe na mzani ambao wanatakiwa anapouza gesi, anapomuuzia mteja ampimie ile gesi, angalie kama kweli ule uzito uko sawa kabla ya kumkabidhi mteja.
Lakini wengi sasa hivi ni kweli kabisa kwamba sisi wenyewe tumeona na watu wengi wanaona kwamba mawakala wengi hawana hii mizani. Sasa hilo ni swala ambalo hatutaki liendelee, kwa sababu tunaona kwamba linazidi kuathiri watumiaji wa gesi, na tumeshakubaliana kwamba kila mwanachama aanze kuchukua hatua sasa, aachane na kuanza kutafuta mawakala ambao hawakizi vigezo. Kukizi vigezo, nimesema mzani ni swala mojawapo, lakini pia wakala anatakiwa awe na elimu yeye mwenyewe kuhusu uuzaji wa hii gesi, manake aweze kutoa elimu sahihi kwa mtumiaji anayetumia gesi. Kwa mfano usalama wa ile matumizi ya gesi, dharura inapotokea mtumiaji afanye nini. Kwa hiyo vitu vyote hivyo tunafikiri kwamba tukiwa na mawakala ambao wana elimu ya kutosha, ambao kweli wanataka kufuata sheria, tutakuwa katika hali nzuri zaidi, na yule anayetumia gesi ataweza kunufaika na hiyo gesi anayotumia. Kwa hiyo tumeanza kuchukua hatua kwa mwanachama mmoja mmoja, kwa maana ya kwamba kila mwanachama ni lazima afuate sheria zinazotakiwa. Anapotafuta mawakala mtaani, atafute mawakala wanaokidhi viwango. Lakini kwa wale mawakala ambao wako sasa hivi, ambao tayari walishaanza kufanya biashara, wanachama wetu waanze kuwahimiza hao mawakala kuanza kukizi viwango vya ubora vinavyotakiwa, ikiwa ni pamoja na kuwa na mizani. Kwa hiyo vitu kama hivyo tunaendelea navyo kama nilivyosema, na tutaendelea kufuatilia, kwa sababu sisi kama mwanachama akizi zile sheria zinazotakiwa, afuate sheria, tunaongea na vyombo vya serikali kama EWURA kwa ajili ya kuchukua hatua, hasa kutokana na kwamba yule mtu au ile kampuni haifuate vigezo ambavyo vinatakiwa. Na mkurugenzi, la mwisho ni kuhusiana na hizi tetesi ambazo zimeanza kuenea kuwa kuna baadhi ya mitungi ya gesi watu au si za kweli, na kama si za kweli, nini unaambia Watanzania kwa ujumla kupitia kituo hiki cha Wapo FM Radio? Asante sana Mispa. Cha kwanza nataka kusema kwamba kama nilivyosema, uhalifu upo wa kujaza mitungi mtaani, lakini pamoja na kwamba uhalifu huu upo, ni ngumu sana kwa mtu mhalifu kuanza kujaza mchanga kwenye mtungi kwa sababu ya sababu za kitaalamu. Mtungi ulivyotengenezwa, ukitaka kufungua na kuanza kuweka michanga sio kitu rahisi sana. Maji kwa kiasi fulani, ni kweli kwamba kuna uwezekano wahalifu wanaweza kajaza maji, japokuwa nayo pia inakuwa ngumu sana. Kwa hiyo kwa kiasi fulani naweza nikasema michanga, kwamba watu wamejaza michanga kwenye mitungi, nafikiri ni dhana potofu. Labda huyo mtu ambaye amekumbana na swala kama hilo, ni vizuri tukajua akawasiliana na chama ili tujue swala kama hilo litokea katika mazingira gani. Lakini katika hali ya kawaida sio rahisi kuingiza mchanga kwenye mtungi, kwa sababu mtungi una sehemu moja tu ya kutolea gesi ambayo ni pale juu, ambapo ndio valve inakuwa, na ile tundu ni dogo sana, na ukitaka uweke mchanga pale, manake lazima uharibu kabisa pale juu, uchomoe kabisa, na ukiuchomoa ule mtungi kuja kurudisha ile valve kitaalamu inakuwa ni ngumu sana kwa watu wa mitaani, mpaka irudishwe sehemu ambazo kwa mfano wateja wetu wanajaza ile gesi. Kwa hatuamini kwamba kuna michanga inajazwa kwenye mitungi, lakini maji inawezekana kwamba anapojaza ile gesi, anapomimina ile gesi kutoka kwenye mtungi mkubwa kwenda kwenye mtungi mdogo, kuna uwezekano anaweza kamimina na maji, ambayo pia kama nilivyosema uwezekano wake ni mdogo, lakini inawezekana. Kwa hiyo kwa mchanga sidhani kama ni kitu ambacho kinawezekana. Njia nyingine ambayo wahalifu wanaitumia tofauti na ile ya bei kati ya mtungi mkubwa na mtungi mdogo, pamoja na kupunguza ujazo wa kujaza kwenye mtungi, pia mitungi unaweza kukuta kile kitako cha chini wamekiwekea chuma kizito, na hapo ni pale ambapo wanataka kuona kwamba hata ukipima ule mzani kwenye mzani uonekane una kilo sawa. Kwa hiyo wanaongeza vyuma kwa chini, sio ndani, kwa chini ya ule mtungi, kile kitako chake ambacho mtungi unakalia, wanaweza kaweka chuma kizito zaidi ambacho kina uzito mkubwa. Kwa hiyo mtungi unaonekana una uzito mkubwa kuliko ambavyo gesi ilivyokuwa kule ndani. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya vitu ambavyo wahalifu wanavifanya, lakini kuweka mchanga kwenye mtungi, nafikiri wananchi nataka kuambia kwamba hicho ni kitu ambacho sio rahisi.
utakuwa unataka kuuliza? Nadhani